kinachohitajika ni kuzaa matunda. Matunda yanaonekana katika kuishi, kulitangaza na kulishuhudia, na hatimaye tuweze kuleta hayo mabadiliko yanayohitajika yaje. Haya ambayo tunayasikia katika somo letu la Injili yana msingi wake katika somo la kwanza. Somo letu la kwanza, nabii Isaya anapeleka ujumbe wa matumaini kwa Waisraeli waliokuwa utumwani Babeli. Baada ya kukaa utumwani kwa muda mrefu, walikata tamaa. Waliona ahadi ya Mwenyezi Mungu inazidi kukawia kutimia. Manabii walishawaambia Mungu atawarudisha katika nchi yenu. Siku zinazidi kwenda na hilo halitokezi. Kwa hivyo katika maisha yetu, na hasa tunapokuwa na changamoto, na nyingi tunapiga goti na kumwomba Mungu. Asipotujibu kwa haraka kadiri tunavyowaza sisi, huwa tunakata tamaa ya kupokea tulilohitaji, na pengine tunadhania kwamba Mungu labda kasahau au hana nguvu ya kutusaidia hicho tunachoomba. Nabii Isaya anawaambia Waisraeli, haiko hivyo kwa Mungu. Neno lake lina nguvu, na akisha litamka haliwezi likarudi nyuma. Anatumia mazingira ya Waisraeli kulifananisha hilo neno la Mungu. Anasema, oneni mvua inaponyesha. Lengo lake ni kuja kurutubisha ardhi. Kadiri mvua itakaponyesha, mbegu zitaweza kumea, zitaweka hatimaye masuke. Kesho kutwa huyu mtu ataenda kwa ajili ya kuvuna. Mwenyezi Mungu anapokuahidi baraka, ameshamaliza, hatimaye utabarikiwa. Anapokusamehe hivyo, hatimaye utasamehewa. Kwa bahati mbaya, sisi tuna ratiba yetu ya kibinadamu. Natamani leo niombe, kesho nikipate ninachotaka. Ni lazima tuione nguvu ya neno la Mungu, tusije tukadhani kwamba Mungu naye anaweza kufanana na mwanadamu asiyeweza kutimiza ahadi zake. Mwenyezi Mungu akishaahidi jambo lazima litatimia. Hata kama Waisraeli walikaa kwa muda wa kutosha ndipo wakarudishwa katika nchi yao, huo ndio uliokuwa muda wa Mungu aliyokuwa amepanga. Sasa Yesu anapoongea juu ya hii mbegu, anaanza kwa kutupatia mfano wa mpanzi. Mpanzi alitoka kwenda kupanda, na katika kuifanya kazi hiyo, mbegu zikaanguka katika lile shamba, lakini ikaribia kila mbegu ilianguka mahali pake. Walikuwa na mtindo wakati ule wa kuchagua mbegu zilizo bora. Mpandaji anapoenda anakuwa kama vile anaenda anamwaga katika shamba lake, zinatawanyika. Sasa kumbe nyingine zilikuwa zinaanguka katika udongo usioweza kuzalisha kama ilivyotarajiwa. Yesu anasema nyingine zilianguka katika njia. Kwenye njia hapo tunapokanyaga na ameshakauka mno, yawezekana kabisa hicho kilichotokea ndicho kinachoweza kuendelea kutokea. Mbegu ile ilikosa udongo unaweza kuipokea na kuifanya istawi, maana ilibaki pale mpaka ndege wakaja kuiokota. Anasema mbegu nyingine ikaanguka kwenye mwamba. Kwa sababu ya kukosa ardhi inayoweza kurutubisha na hata kuifanya mizizi iweze kushika vizuri, ilifika mahali fulani ikakosa uwezo wa kuendelea kukua na hatimaye ikanyauka. Lakini mbegu nyingine zikaanguka kwenye miiba, zikasongasonga mbegu ile, na kwa sababu mbegu iliyo nzuri ikiingia kwenye miiba hiyo inaweza ikakosa chakula cha kutosha. Ndio maana nadhani pengine haikuweza kustawi kwa muda, ifika mahali fulani yenyewe ikakosa kuendelea. Lakini aina ya nne ya udongo
kweli tunaambiwa mwishoni mkulima alienda kuvuna, moja ikazaa 100, nyingine 60 na nyingine 30. Sasa kwa nini haikuzaa zote, hazikuzaa 100 au 60 au 30? Tunapoongea juu ya mambo ya kiroho, wote tunaweza tukawa tumesimama vizuri, lakini yawezekana tofauti hazitakosekana. Mwingine 100% kabisa, mwingine 30% na mwingine 60. Karama mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu ametupatia zinaweza zikawa pia ni sababu ya tofauti hizo. Tunapaswa kushukuru mbele ya Mwenyezi Mungu ni hayo matunda 30, 60, 100 si hoja, ni hayo matunda, kwa sababu